على آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuiusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Liko neno katika lugha ya Kiarabu linaitwa ru'yatul alamia, mtazamo ambao mtu anautumia kuangalia ulimwengu, au kwenye lugha ya Kiingereza wanasema world view. Wanafasiri kwamba ni ile njia ya kufikiri ambayo mtu anafikiri kuhusu dunia, au namna mtu anavyofikiri kuhusu dunia. Hiyo ndiyo inayoitwa ru'ya alamia, na wanasema aina zake ziko mbili. Kuna world view inayotokana na dini na kuna world view isiyotokana na dini, na wakatueleza mtazamo huu wa dunia anaokuwa nao mwanadamu unao wanaoutengeneza. Anapozaliwa na kukua, watengenezaji wa mwanzo huwa ni wazazi. Wao ndio wanatengeneza mtazamo wa mtoto wao kwenye kila jambo linalohusu ulimwengu. Lakini pia elimu inatengeneza mtazamo wa mtu, namna anavyoangalia ulimwengu. Lakini pia vyombo vya habari, media, na hasa wakati wetu wa leo zile zinazoitwa digital platforms, ndio zinatengeneza na kushape mitazamo ya watu kwa nguvu kubwa, bila ya kujali kwamba kile anachotengenezewa kukiangalia na kukitafsiri na kukifuata kama ni sahihi au la. Na hivi au mtazamo ule unaoitwa world view ndio unatumika kama vioo ambavyo mtu anaangalia dunia kupitia hivyo na anatafsiri maisha yake kupitia hivyo. Kwa msingi huu ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatutaka sisi tuangalie ulimwengu, tuangalie maisha yetu, tuyatafsiri na kuyafanyia maamuzi kwa namna yeye alivyotuelekeza, kwa sababu yeye anajua vizuri zaidi kuliko sisi viumbe wake. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaoangalia ulimwengu kwa namna vile anavyotaka yeye. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadrib lahum mathala al-hayati ad-dunya كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuiusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu
kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vyanzo vinavyotengeneza mtazamo wako kwenye biashara, unaposema hii sifanyi, hii inafanya, ni ule mtazamo uliotengenezewa. Waliotengenezewa mtazamo usio sawa sawa, anachoangalia wapi anapata faida, wala hazuiwi kwamba hii ni haramu, hii ni halali. Yeye anachoangalia ni faida. Aliyotengenezewa mtazamo mzuri wa sawa sawa, mtazamo wake utamuongoza. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Hadid anatufahamisha mtazamo anaotaka tuwe nao, world view ya Kiislamu, ambayo kila Muislamu aangalie hivyo ulimwengu. Anasema baada ya bismillahir rahmanir rahim, i'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Jueni, fahamuni kwamba haya maisha ya dunia si chochote isipokuwa ni mchezo, ni upuuzi, ni mapambo na ni kujifaharisha kati yenu, na kila mmoja kujitapa kwa mwenziwe kwa wingi wa watoto na mali. Kwamba maisha ya dunia yako namna hiyo, ni mchezo. Ukijiangalia miaka 30 iliyopita na ulivyo leo, unaona kama haiwezekani, ni mchezo, ni upuuzi. Ukikagua vizuri, kuna wakati kuna vitu ulikuwa unavitamani uwe navyo, na inawezekana vitu vile sasa unavyo wewe, na wewe wako wanatamani hivyo ulivyo navyo wawe navyo. Upuuzi. Lakini ni kushindana kwa wingi wa mali na watoto. Kisha Mwenyezi Mungu anapiga mfano, anasema kama thali ghaifin ajaba al-kuffara nabatu. Mfano wa maisha haya dunia, ile kuonyesha kuwa si chochote, ni kama mfano wa shamba. Mkulima anapolima akalitengeneza vizuri, likapata mvua sawa sawa, mazao yale yanapochanua vizuri kabisa, yanamfurahisha namna akiyatizama. Lakini si muda mrefu sana, thumma yahiju fatarahu musfarra, kisha inabadilika kutoka ile green inayomvutia inakuwa manjano sasa. Thumma yakunu hutama, kisha inakuwa makapi matupu. Kuna wakati ukitoka nyumbani watu wanahangaika umekwenda wapi, lakini inawezekana sasa watu wanajua. Thumma yakunu hutama, watu wanajua kama si msikitini umekwenda hospitali. Mwenyezi Mungu anasema wa fil akhirati adhabun shadid, akhira kule kwa walioishi kwa mtazamo tofauti na aliyotuelekeza, kuna adhabu yenye kuumiza. Wa maghfiratun min Allahi wa ridwan, lakini kuna msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu na radhi zake. Mwisho anamalizia anasema wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, maisha ya ulimwengu haya si chochote isipokuwa ni starehe yenye kudanganya. Huo ndio mtazamo kuhusu dunia. Mwenyezi Mungu anataka tuangalie hivyo. Usipambane kumdhulumu mwingine, usipambane kumdhulumu mwenzako kwenye biashara, kwenye kazi. Usipambane kudhulumu mali ya mirathi. Ndugu yako kafa, umeachiwa wewe na watoto wake uwasimamie. Usipambane kudhulumu. Thumma yakunu hutama, kisha baadaye kunakuwa hakuna kitu, makapi matupu. Jambo la kuzingatia ni kuangalia dunia yetu kwa mtazamo huu. Ukiwa kwenye biashara, ukiwa kwenye kusimamia mali za mirathi, ukiwa kwenye chochote unachoishi nacho ulimwenguni, iangalie dunia hii kwa jicho hili.
na uzingatie maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotuambia, ad-dunya mazra'atun lil akhirah, kwamba hili ni shamba la akhera. Ukilima vizuri hapa utavuna vizuri kule, ukikosea hakuna utakachopata. Mtazamo utakuwa sio sahihi, umefanya visivyo sahihi, na kule huna unachokipata. Swali muhimu la kujiuliza ni nani ndio anashepu mtazamo wako? Ni Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ukitaka mtazamo mzuri wa dunia, anasema Qur'ani hii ndio inaongoza kwenye njia iliyo ya sawa sawa kabisa. Wayubashiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, na Qur'ani inatoa bishara njema kwa wale ambao wanaishi ulimwenguni kwa kufuata mtazamo wa Qur'ani. Hawa wanapewa bishara anna lahum ajran kabira, kwamba wao wana malipo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani anatengeneza mtazamo wako? Kisha ujiulize vile vile, mitazamo ya watoto wako unaitengenezaje, kwenye sura hii au kwenye namna nyingine? Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, ambao mitazamo yetu kwenye dunia inaenda sawa na vile alivyotuelekeza, anapopenda na kuridhia. Amen. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، بقية العشر بشرين بالجنة، وعن أزواج نبيك وعمي وسبطيه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.